Tuamini tuombe. Mtakatifu wa Israeli, Mungu, tumeshuka chini ili tupokee kutoka kwako Bwana. Mungu, wewe ni mwaminifu kweli, na tunakulilia kutoka kwa mioyo yetu Bwana. Mungu, katika uinjilisti huu wako Bwana, katika nyumba yako hii uliyoichagua Bwana, katika siku hii yako ya Sabato Bwana, Mungu, katika wapendwa walio ndani ya Kristo mahali hapa na wale ambao hawako ndani ya Kristo ila Bwana wako katika toba Bwana, wamejitenga kwa uwezo wako Bwana, kutoka kwa ulimwengu, kutoka kwa shughuli Bwana, wakashuka chini kuja mahali hapa kukusikia Bwana. Mungu, naomba ubariki uinjilisti huu wako Bwana. Mungu, shabaha kubwa Bwana ni kwamba wenye dhambi walio mahali hapa, Mtakatifu wa Israeli, kupitia neno lako, kupitia roho wako Bwana, kupitia Yesu Kristo aliyekaa mkono wa kuume wa Mungu, wapate kuokoka katika jina la Yesu Kristo Bwana. Mungu, nenda ukatende kazi hii Bwana. Chukua mamlaka, Mtakatifu wa Israeli. Nenda ukamkemee yule ibilisi shetani katika jina la Yesu Kristo Bwana. Nenda ukaondoe nia mbili katika mioyo, katika mawazo yao Bwana. Nenda ukawaoshe, nenda ukawatakase Bwana. Hata majirani wanaosikia sauti yako Bwana, nenda ukazungumze nao katika mioyo yao Bwana. Mungu, tunapaeka mahali hapa Bwana wakfu kupitia Roho yako Mtakatifu Bwana. Nenda ukatupeleke baharini Bwana kwa ajili ya utukufu wako Bwana. Mungu, nenda ukatende Baba. Nenda ukaonekane Bwana. Na ni kwa jina lake Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu tumeomba hata tukiamini. Amen. Tuangalie kitabu cha Warumi. Tuangalie kitabu cha Warumi 4. Warumi 4. David na Patrick mwe makini zaidi, na wengine pia mwe makini zaidi. Warumi 4 unaweza anza kusoma mstari wa 17. Sianze 17, samahani. Naona sioni vizuri. Unaweza anza tu 17, ni sawa. Sawa. Unaweza kusoma katika Injilisti, ni sawa. Warumi 4 mstari wake wa 17, kama ilivyoandikwa, nimekufanya wewe kuwa baba wa mataifa mengi. Yeye ni baba yetu mbele za Mungu, ambaye yeye alimwamini yule Mungu anayefufua waliokufa, na kuvitaja vile vitu ambavyo havipo kana kwamba vimekwisha kuwapo. Unaweza kurejelea tena tafadhali? Warumi 4 mstari wake wa 17, kama ilivyoandikwa, nimekufanya wewe kuwa baba wa mataifa mengi. Yeye ni baba yetu mbele za Mungu, ambaye yeye alimwamini yule Mungu anayefufua waliokufa, na kuvitaja vile vitu ambavyo haviko kana kwamba vimekwisha kuwepo. Tunaangalia wokovu wa Abraham. Tunaangalia wokovu wa Abraham. So Mungu anamuita Abraham, alafu anampatia Abraham ahadi. Mungu anamuita Abraham, alafu anampatia Abraham ahadi. Sawa sawa. So angalia jinsi Abraham anavyopokea kutoka kwa Mungu. Alafu uangalie jinsi wewe kama mwenye dhambi unapaswa upokee kutoka kwa Mungu. So Mungu anamuita Abraham. Mungu anamuita Abraham. Abraham si eti hana udhaifu. Abraham ana miaka 100, Sara na miaka 90. Mungu anamwambia Abraham, nitakufanya taifa. Yaani kwako Abraham watoto wengi watazaliwa.
Abrahamu yuko na miaka 100. Sara na miaka 90. Mungu anamwambia Abraham, nitakufanya taifa kubwa sana, taifa kama la Kenya, taifa zaidi ya Afrika. Mungu anamwambia Abraham. Abraham akiangalia miaka yake anaona yuko 100. Na Mungu anamwambia Abraham, nitakufanya taifa. Sawa? Naweza kusoma 18. Warumi 4 mstari wake wa 18. Akitarajia yasiyoweza kutarajiwa, Abrahamu akaamini, akawa baba wa mataifa mengi, kama alivyoahidiwa kwamba uzao wako utakuwa mwingi mno. Rejelea tena tafadhali. Akitarajia yasiyoweza kutarajiwa. Akitarajia, Abraham anatarajia. Ana miaka 100, lakini maandiko yanasema bado alisikia sauti ya Mungu. Mungu anamwambia nini? Abraham akatarajia, akijiangalia hawezi. Hana uwezo, Sara hana uwezo. Lakini Abraham haangalii hali yake. Abraham haangalii uwezo wake. Hajiangalii, alafu angalia taifa kubwa lenye watu wengi ambao hawezi kuhesabika. Alafu angalie miaka yake. Hajiangalii hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Hajiangalii. Endelea. Akitarajia yasiyoweza kutarajiwa. Akitarajia. Lazima uwe na tarajio. Akitarajia yasiyoweza kutarajiwa. Abrahamu akaamini. Abraham akafanya nini? Akaamini. Akawa baba wa mataifa mengi. Akawa baba wa mataifa mengi. Kama alivyoahidiwa kwamba uzao wako utakuwa mwingi mno. Uzao wako Abrahamu utakuwa mwingi mno. So, yafone kile ambacho kinatoka kwa kinywa cha Mungu, alafu usiangalie hali yako. Usiangalie hali yako. Usikie kile ambacho kinatoka kwa kinywa cha Mungu. Songa mbele tafadhali. Abrahamu hakuwa dhaifu katika imani. Hapa tuwe makini. Mstari wa 19 na 20. Naweza soma tafadhali. Warumi 4 mstari wake wa 19. Abrahamu hakuwa dhaifu katika imani hata alipofikiri juu ya mwili wake, ambao ulikuwa kama uliokufa, kwani umri wake ulikuwa umekaribia miaka 100, au alipofikiri juu ya ufu wa tumbo la Sara. Lakini Abrahamu hakusita kwa kutokuamini ahadi ya Mungu, bali alitiwa nguvu katika imani yake na kumpa Mungu tukufu. Maandiko yanasema Abrahamu hakuwa mdhaifu kwanza katika imani. Sawa? Abrahamu hakuwa mdhaifu katika imani. Pili nasema Abrahamu hakusita. Sawa? Kuna kitu Mungu anaenda kufungua mahali hapa, ambacho hiyo ndio mojawapo ya shabaha ya moyo huu. So singependa kwa uwezo wa Mungu ikupite. Haya mawili. Abrahamu maandiko yanamshuhudia Abrahamu hakuwa na imani dhaifu. Sawa? Abrahamu hakuwa na imani dhaifu. Alafu pili nashuhudia Abrahamu hakusita. Ni ngapi? Ni mbili. Kuna kitu Mungu anataka uone. Haya yameandikwa hivyo, ni kweli ama si kweli? Haya yameandikwa hivyo, Romans 4:19 na 20. Haya yameandikwa kwa Biblia yako, ni kweli ama si kweli? Weza rejelea tena tafadhali. Warumi 4 mstari wa 19. Abrahamu hakuwa dhaifu katika imani. Maandiko yanasema Abrahamu hakuwa dhaifu katika imani hata alipofikiri juu ya mwili wake. Hata alipofikiri juu ya mwili wake, ambao ulikuwa kama uliokufa. Ambao mwili wa Abraham ulikuwa ni kama umekufa.
Kwani umri wake ulikuwa unakaribia miaka 100. Kwani umri wa Abrahamu ulikuwa unakaribia miaka 100. Au alipofikiri juu ya ufu wa tumbo la Sara. Au pia akifikiria kuhusiana na ufu la tumbo la Sara. Sara hapati period sasa. Haizi pokea mbegu Sara akaleta mtoto. Lakini Abrahamu hakusita. Lakini maandiko yanasema Abrahamu hakusita. Kwa kutokuamini ahadi ya Mungu. Kwa kutokuamini ahadi ya Mungu. Bali alitiwa nguvu katika imani yake. Bali Abrahamu alitiwa nguvu katika imani yake. Na kumpa Mungu utukufu. Moses. Hicho ambacho umekisikia unaamini ni cha kweli kabisa? Sawa. So acha tusonge nyuma tuangalie mali Mungu anaongea kuhusiana na Abraham, kuhusiana na hilo ahadi. Usifunge Warumi tafadhali. Moja anaweza baki Warumi. Unaweza baki Warumi. Maithia baki Warumi soma Genesis. Genesis 17. Mwanzo 17. Mstari wake ni wa 15. Kitabu cha Mwanzo 17 mstari wake wa 15. Pia Bwana akamwambia Abrahamu, kwa upande wa Sarai mkewe, utamuita tena Sarai. Bali jina lake litakuwa Sara. Nitambariki na hakika nitakupatia mwana kwake. Mungu anamwambia Abraham, elewa, Mungu anamwambia Abraham, nitakupatia mwana, nitambariki Sara, nitakupatia mwana. Endelea. Nitambariki na kwamba atakuwa mama wa mataifa. Nitambariki na kwamba atakuwa mama wa mataifa. Wafalme wa mataifa watatoka kwa Sara kupitia Abraham. Endelea. Abrahamu akaanguka kifudifudi. Akacheka na kusema moyoni mwake. Abrahamu akacheka. Unaona ile kucheka ni kejeli. Tuko pamoja? Abrahamu anacheka, ndani anaanguka, alafu ndani ya moyo anacheka. Kwa sababu Abrahamu anaangalia umri wake. Warumi inasema Abrahamu hakuwa mdhaifu kwa imani. Sawa. Warumi inasema hakuwa mdhaifu kwa imani. Na Abrahamu hakusita. Lakini tukirudi kuona mwanzo, Abrahamu anapoyo ahadi, tuona Abrahamu ndani ya moyo wake anakusita, na Abrahamu ndani ya moyo wake anaona kama jambo hili haliwezekani, ako na kutokuamini. Wale watu waenda vipi? Katika Warumi 4 mstari wa 19 na 20 inasema Abrahamu hakuwa na imani dhaifu. Inasema Abrahamu hakusita alipopewa ahadi. Lakini tukirudi sasa mahali katika mwanzo, mahali Abrahamu anapewa ahadi, 1, tuona Abrahamu anaanguka akicheka. Abrahamu yuko na kutokuamini, yani Abrahamu hana imani. Na 2, tuona Abrahamu anasita. Bwana Yesu asifiwe. Huku tunaona anaelezwa kivengine, na tukija huku tuona anaelezwa kivengine. Kuna siri hapa inafaa kufungue na ikuokoe. Kuna siri katika hii, na ndani ya hiyo siri ndio kuna wokovu wako. Bwana Yesu asifiwe. Huku Abrahamu anasita, huku Abrahamu hana imani, huku matendo ya Abrahamu hayako sawa. Lakini tukija kwa Warumi tuona Abrahamu hakusita. Abrahamu alikuwa na imani. Abrahamu alimwamini Mungu. Kuna siri hapa. Mungu akupatie ufunuo, hiyo ufunuo wa wokovu wako katika jina la Kristo Yesu. Amen. So kuwa makini, fungua masikio yako, fungua moyo wako kwa Mungu, angalia neno siri Mungu ameiweka. Amen. Naweza isoma tena tafadhali. Abrahamu akaanguka chini
Mwanzo 17 mstari wake wa 17, Abrahamu akaanguka chini. Abrahamu akaanguka kifudifudi. Abrahamu akaanguka kifudifudi. Akacheka na kusema moyoni mwake. Akacheka, kucheka hiyo, anacheka moyoni mwake. Je, mtu wa miaka 100. Mtu wa miaka 100 anajiambia kwa moyo, mtu wa miaka 100 aweza kuzaa mwana. Anaweza kuzaa mwana. Je, Sara atazaa mtoto? Anaruka kwa Sara. Sara atazaa mtoto katika umri wa miaka 90. Katika umri wa miaka 90. Abrahamu anaanguka, anacheka. Wajua, ukiwa umeanguka kifudifudi, ukicheka unafikiri ni kwamba Mungu hakuoni. Lakini anaongea kwa moyo haya. Hii ni kusita ama si kusita? Ni kusita. Hii ni kukosa imani ama si kukosa imani? Ni kukosa imani. Bwana Yesu asifiwe. Weza songa mbele kidogo. Abrahamu akamwambia Mungu. Abrahamu akageuka sasa akamwambia Mungu, laiti Ismaili naye angeshiriki baraka yako. Anaambia Mungu, jambo hili haliwezekani. Wacha Ismaili ashirikizo baraka. Abrahamu yuko na kutokuamini. Abrahamu muamini Mungu. Abrahamu muamini, haamini kama Sara anaweza kuzaa. Anasema mwanamke wa miaka 90, mwanaume wa miaka 100. Haiwezekani, mpaka anacheka. Endelea tafadhali. Ndipo Mungu akasema, Ndiyo. Lakini mkeo Sara atakuzalia wewe mwana. Nao utamuita jina lake Isaki. Paka hapo. Siende hapo. Asante. So, tumeona Abrahamu ana imani? Anayo? Hana imani. Sawa Lydia. Abrahamu ana imani. Abrahamu ana sita? Ndio. Ana sita, si ndio? Ndio, ana sita. Tusome sasa Warumi 4:19. Warumi 4:19. Yeye asiyekuwa dhaifu wa imani. Inasema Abrahamu hakuwa mdhaifu wa imani. Endelea. Alifikiri hali ya mwili wake uliokuwa umekwisha kufa, akiwa amekwisha kupata umri wa kama miaka 100, na hali ya kufa ya tumbo la Sara. Lake Sara. Inasema Abraham alikuwa na imani. Waweza soma mstari wa 20. Lakini akiona ahadi ya Mungu hakusita kwa kutokuamini, bali alitiwa nguvu kwa imani, akimtukuza Mungu. Inasema hakusita. Tukiangalia mahali tokeo hilo limetokea, tunaona Abraham na imani, tunaona Abraham na sita. Tukisongea nyuma kabisa, tukienda mbele, tunaona Abrahamu yuko na imani na Abrahamu hakusita. Siri iko wapi? Kuna kitu ambacho kimefanyika hapa. Acha turudi Warumi. Ana anaweza endelea soma. Asante. Siri iko wapi? Waweza soma Warumi 4. Warumi 4 mstari wake ni wa 6. Kitabu cha Warumi 4 mstari wake ni wa 6. Daudi pia alisema hivyo hivyo. Aliponena juu ya baraka. Daudi alinena juu ya baraka za mtu ambaye Mungu umhesabia haki pasipo matendo. Ambaye Mungu umhesabia haki pasipo matendo. Amen. Matendo ya Abraham katika Mwanzo 17, 15, 16 ni matendo ya kusitasita. Abraham ana imani. Abraham anaanguka. Abraham anamjibu Mungu direct. Anamwambia Mungu, laiti Ismaili awe huyo mtoto wa ahadi, maana jambo hili haliwezekani. Katika Mwanzo 17 Abraham anafungua moyo wake.
anacheka hadi ya Mungu. Abrahamu anasema Sara na miaka 90, mimi niko na miaka 100, mtoto atapatikana vipi? Abrahamu anamwambia Mungu, Mungu tosha. Kuna Ishmaeli hapa. Mungu mtumie Ishmaeli ambaye anaonekana. Abrahamu ana sita. Abrahamu kuna kutokuamini. Abrahamu muamini Mungu. Abrahamu anacheka wakati Mungu anaongea. Mwanzo 17 mstari wa 15. Abrahamu hana imani. Patrick, tuko pamoja? Abrahamu hana imani. Karo. Abrahamu hana imani. Matendo ya Abrahamu katika Mwanzo 17:15 hayamhesabii Abrahamu kuwa haki. Abrahamu amefail. Lakini tukija Warumi 4 mstari wake ni wa 19. Warumi 4 mstari wake ni wa 19. Warumi 4 mstari wake wa 19. Abrahamu hakuwa dhaifu. Inasema Abrahamu kwa imani yake hakuwa dhaifu. Katika imani. Hata alipofikiri, tunaona katika Mwanzo alifikiria miaka yake 100, akafikiria miaka ya mkewe 90, akacheka akasema jambo hili haliwezekani. Lakini katika Warumi tunaambiwa kwamba Abrahamu hakufikiria. Bwana Yesu asifiwe. Yaani tunaambiwa kile alilala na akaanza kufikiria miaka yake na akafikiria Sara. Maandiko yanasema katika Warumi hakufikiria. Bwana Yesu asifiwe. Tukiangalia katika Mwanzo 17:15 tunaona anafikiria. Abrahamu akaanguka chini akasema moyoni mwake, akafikiria moyoni mwake, mimi na miaka ngapi? Miaka 100. Sara na miaka 90. Akaanza kucheka, jambo hili haliwezekani. Akafunga moyo wake, Mungu, Ishmaeli atumike, mimi na Sara hatuwezi. Lakini tukisonga katika 19, Warumi 4:19 tunaambiwa Abrahamu alikuwa na imani. Hakufikiria umri wake, wala hakufikiria umri wa nani? Umri wa Sara. Hii ndio neema. Amen. Hii ndio neema. Amen. Makosa ambayo Abrahamu ameyafanya, anahesabiwa haki si kwa sababu ya matendo yake, si kwa sababu ya yale ambayo ameyatenda. Anahesabiwa haki kwa sababu ya yale Mungu amemhesabia. Amen. Ndio anaambiwa Abrahamu kufikiria hivi. Abrahamu kufikiria kuhusiana na mkewe. Abrahamu kufikiria kuhusiana na miaka yake. Lakini tukiangalia Mwanzo unaona Abrahamu anafikiria kuhusiana na miaka yake. Maana yake naangalia matendo na mwenendo wa Abrahamu, na Mungu anasema amebarikiwa mtu yule ambaye Mungu anamhesabia haki pasipo matendo yake. Amen. Mungu anamhesabia tu Abrahamu. Alafu anageuza. Mali Abrahamu alisita, Mungu anaandika Abrahamu hakusita. Mali Abrahamu alikuwa na kutokuamini, Mungu anaandika, anasema Abrahamu hakuwa na kutokuamini. Bwana Yesu asifiwe. Hii ndio neema. Amen. Hii ndio neema. Amen. Mali umeishi maisha ukahaba, umeishi maisha machafu, umelala na bwana za wenyewe, umesikia injili, umeambiwa geuka kwa uwezo wa Mungu, umegeuka, uendelea kusikia injili ya Yesu Kristo, uendelea kusikia. Mungu akikuokoa, anafuta dhambi zako zote na anakuhesabu mwenye haki. Amen. Katika Mwanzo ulizini, katika Warumi Mungu anasema sikumbuki huyo akizini. Hakuzini. Kwa sababu amepata toba na amepata imani. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ndio Mungu ananionyesha. Huu ndio mwito Mungu anakuitia. Endelea. Abrahamu hakuwa dhaifu katika imani. Abrahamu hakuwa dhaifu katika imani hata alipofikiri juu ya mwili wake. Ambao ulikuwa kama uliokufa. Kwani umri wake ulikuwa unakaribia miaka 100. Kwani umri wa Abrahamu ulikuwa unakaribia miaka 100. Na alipofikiri juu ya ufu wa tumbo la Sara. Lakini Abrahamu hakusita kwa kutokuamini ahadi ya Mungu.
katika imani yake. Bali alitiwa nguvu katika imani yake. Amen. Kumpa Mungu tukufu. Na kumpa Mungu utukufu. Bwana Yesu asifiwe. Ukiangalia haya matendo yanasomwa hapa, tuwe makini. Haya matendo yanasomwa hapa. Abraham alitenda hivi. Abraham alitenda hivi. Abrahamu hakutenda hivyo. Biblia haikosolewi. Lakini kuna kitu hapa katikati Mungu anataka uelewe. Kuna kitu hapa katikati. Abraham tunamuona katika Mwanzo 17 mstari 15. Abraham anasita, tunamuona Abraham anamuuliza, anacheka. Abraham anakuwa kutokuamini matendo yake. Abraham anamuuliza Mungu maswali na anampatia Mungu ushauri. Anamwambia Mungu imetosha, ili haliwezekani. Ishmael, matendo ya Abraham. Lakini tukisonga katika Warumi 4:6, naweza isoma tafadhali tena. Kitabu cha Warumi 4 mstari wa 6. Naam. Daudi pia alisema hivyo hivyo. Daudi pia alisema hivyo hivyo. Aliponena juu ya baraka za mtu ambaye Mungu. Aliponena juu ya baraka za mtu ambaye Mungu umhesabia haki pasipo matendo. Mungu umhesabia haki pasipo matendo. So Abrahamu ahesabiwi haki kwa yale ameyatenda. Yale ameyatenda akisimamisha mbele za Mungu, Mungu anamwambia uko na kutokuamini Abraham, uko na kusita. Lakini Mungu anasema Abraham alipomwamini Mungu alihesabiwa kuwa ana nini? Ana haki. Hiyo haki ameipata ni kupitia kuhesabiwa. Hiyo haki haitokani na Abraham. Hiyo haki inatokana na Mungu. Amen. Unajua ni nani ya kusita? Rudi tena huko Mwanzo. Rudi tena Mwanzo. Mungu ndo anakuhesabia haki. Elewa tafadhali. Mungu ndo anampatia Abrahamu haki. Matendo yako, matendo yangu ni maovu. Matendo yako hayawezi kukuhesabia haki. Yatakuhesabia maovu uliyoyatenda. Sawa. Nani ya kusita? Acha turudi tena Mwanzo. Alafu tuone Abraham anapewa haki ya nani? Rudi tena Mwanzo. Hapa kuna siri Mungu anataka ufunguliwe kwa hili. Mimi vile vile. Rudi Mwanzo 17, soma 15, soma 16 mpaka ufike hapo kwa Mungu tafadhali. Kitabu cha Mwanzo 17 mstari wake wa 15. Pia Bwana akamwambia Abrahamu, kwa upande wa Sarai mkewe, utamwita tena Sarai, bali jina lake litakuwa Sara. Bali jina lake, nani anasema maneno? Mungu. Bali jina lake litakuwa Sara. Endelea. Nitambariki na hakika nitakupatia mwana kwake. Mungu anasema nitambariki na hakika nitampatia mwana kwake. Nitambariki. Hakika nitakupatia mwana kwake. Na hakika Abraham nitakupatia mwana kupitia Sara. Nitambariki na kwamba atakuwa mama wa mataifa. Wafalme wa mataifa watatoka kwake. Endelea. Abraham akaanguka kifudifudi. Abraham akacheka na kusema moyoni mwake, je, mtu wa miaka 100 aweza kuzaa mwana? Abraham ana imani kwa matendo yake. Haya ndio matendo ya Abrahamu. Endelea tafadhali. Je, Sara atazaa mtoto katika umri wa miaka 90? Abraham anaangalia miaka ya Sara, Abraham anaangalia miaka yake. Abraham ana imani, Abraham ana sita. Endelea tafadhali. Abraham akapaza sauti yake sasa, akamwambia Mungu. Kule kutokuamini kwake kunaletwa wazi, akamwambia Mungu, laiti Ishmaeli naye angeshiriki hiyo baraka. Anajua haiwezekani ili Mungu, wacha huyu mtoto ashiriki. So kwa Abraham hilo jambo haliwezekani. Endelea tafadhali. Ndipo Mungu akasema. Hapa sasa Mungu akafanya nini? Mungu akasema Ndiyo. Lakini mkewe Sara atakuzalia wewe mwana. Bado atakuzalia wewe mwana. Mpaka hapa. Mungu ana sita. Mungu ana sita. Mungu asiti Moses. Mungu asiti David. Mungu asiti. Mungu ako na imani
Ndiyo, Mungu yuko na imani. Ndio maana Abrahamu ana imani, Mungu yuko na imani. Abrahamu ana sita, Mungu wa siti. Sasa Abrahamu atahesabiwa kutokusita kwa ile imani ya Mungu. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wa siti. Sasa kwa sababu Mungu wa siti, Abrahamu ana sita. Mungu anasema, Daudi anasema katika Warumi 4:6, amebarikiwa mtu yule ambaye Mungu anamhesabia haki pasipo matendo. So matendo ya Abrahamu ya kusita yanafinikwa, yanawekwa kando. Alafu tendo la Mungu la kutokusita anapewa nani? Abrahamu. Alafu Abrahamu anaandikiwa hakusita, kwa sababu ni Mungu ndio hakufanya nini? Hakusita. Abrahamu anaandikiwa alikuwa na imani, kwa sababu imani, nani alikuwa na imani? Ni Mungu alikuwa na imani. Sasa Abrahamu anapewa haki ya Mungu. Venye Mungu hakusita, Abrahamu akasita. Abrahamu anahesabiwa haki ya Mungu. Mungu wa siti, basi Abrahamu anaambiwa hakusita. Mungu ako na imani, Abrahamu anaambiwa basi ako na nini? Ako na imani. Matendo ya Abrahamu yanafanya nini? Yanafinikwa. Matendo maovu ya Abrahamu yanafinikwa. Hii ndio wokovu. Hii ndio siri ya wokovu. Hii ndio siri ya wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Ni hiyo ndio siri Mungu anataka uelewe. Yale ya Mungu sawa, unahesabiwa. Waelewa? So wewe usijiangalie mahali umekuwa ukienda kombo. Licha ya kuwa haimaanishi uende kombo. Inamaanisha lazima Haman utubu dhambi zako. Lazima ugeuke kutoka kwa kile kiovu, uachane nacho. Lazima Patrick ugeuke kutoka kwa maovu. Lazima uyakiri mbele za Bwana. Alafu katika hiyo hali ya kuendelea kupata toba, ya kuendelea kukiri, ya kuendelea kuachana na uovu, kwa kutii wazazi, kwa kutii amri za Mungu, kwa kugeuka kutoka kwa kile kiovu, hapo ndio Mungu anakuhesabia haki. Hapo inafaa uamini haki ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Angalia Warumi, acha turudi Warumi. Natumai sehemu hiyo kila mmoja ameelewa. Kwa nini Abrahamu huku ana sita? Abrahamu ana maswali, Abrahamu anampinga Mungu, Abrahamu anacheka, lakini kwa Warumi inasema Abrahamu yuko na imani. Ni kwa sababu Mungu akimwambia Abrahamu alisita, lakini Mungu hakusita. So Abrahamu anahesabiwa haki si kwa sababu ya matendo yake, anahesabiwa ile haki ya Mungu ndio anahesabiwa yeye. Umeelewa? Na hiyo ndio wokovu. Hiyo ndio wokovu. Hiyo ndio ikikupeleka msalabani. Sawa? Ikikupeleka msalabani, yani hautajiangalia. Utabaki ukirukaruka tu, kwa sababu kuna Yesu ambaye hakusita kwa imani. Alafu unaambiwa ile kazi Yesu ametenda ndio wewe unahesabiwa. Umeelewa? Warumi 4. Niza kusoma mstari wa 2 na 3. Kitabu cha Warumi 4 mstari wake ni wa 2. Kwa maana ikiwa Abrahamu alihesabiwa haki kwa matendo, of which Abraham hakuhesabiwa haki kwa matendo, basi anacho kitu cha kujivunia, lakini si mbele za Mungu. Mpaka hapa. Ukimwangalia Abraham, yale matendo tumeona katika Mwanzo 17 na 15. Ukiangalia matendo ya Abraham, yanaweza mhesabia haki hayo. Hayo matendo ya kuanguka na kucheka, matendo ya kusita, matendo ya na kutokuamini, yanaweza mhesabia Abraham haki kweli? Haiwezi. Maana matendo yake yako na kusita na hayana nini? Hayana imani. Ndio maana Mungu anasema Abraham angehesabiwa haki kwa matendo yake, basi angekuwa na cha kujivuna. Lakini tunaona matendo ya Abraham si ya kumhesabia haki hata mara moja. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 3 tafadhali.
Kwa maana maandiko yasemaje? Kwa maana maandiko yasemaje? Abrahamu alimwamini Mungu. Abrahamu alimwamini Mungu. Na ikahesabiwa kwake kuwa haki. Na ikahesabiwa kwa Abrahamu kuwa haki. Abrahamu alimwamini. Mungu anakuita umwamini. Umwamini Yesu Kristo kwa ile kazi amekufanyia pale msalabani. Mungu anakuita umwamini Yesu Kristo. Hata katika toba, hata katika kutubu, kugeuka kutoka kwa dhambi, Mungu anakuambia muamini Yesu Kristo. Hauna uwezo wa kugeuka kutoka kwa maovu yako, lakini ni Yesu anakuambia tubu. Katika Mathayo 4 mstari wake wa 17, tokea wakati huo Yesu alianza kuhubiri akiwaambia watu watubu, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. So Yesu anakuambia geuka kutoka kwa dhambi zako, geuka kutoka kwa hiyo tabia, geuka kutoka kwa hii. Hauwezi, lakini Mungu anakuambia hauwezi kuhesabiwa haki, hauwezi kutubu kwa matendo yako. Amini Kristo, atakupatia toba. Amini Yesu, atakugeuza kutoka kwa dhambi zako. Abrahamu matendo yake yalikuwa maovu. Abrahamu alikuwa kutokuamini, lakini hakuhesabiwa haki kwa sababu hiyo. Alihesabiwa haki kwa sababu Abrahamu alimwamini Mungu, na ile haki ya Mungu ndio Abrahamu alipewa. Yani ni sawa na vazi, niwe na vazi chafu, Yesu yuko na vazi safi. Alafu ili langu litolewe, lako litolewe, alafu pewe safi la Yesu Kristo. Hilo vazi haujalifanyia kazi, si lako, ni la Yesu Kristo. Alafu naamini niko na vazi la Yesu Kristo. Hivyo ndio unahifadhiwa. Hiyo ndio wokovu. Hiyo ndio kuingia katika damu ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Mtu ambaye alisita, mtu ambaye alikuwa na wasiwasi, mtu ambaye alimjibu paka Mungu kumwambia jambo hili haliwezekani, mtu ambaye alicheka. Lakini Mungu ambaye hakusita, Mungu ambaye hakucheka, anachukua hiyo haki yake anampatia Abraham. Anaambiwa Abraham hakucheka. Anaambiwa Abraham hakusita. Anaambiwa Abraham hakuangalia miaka yake. Ni kwa sababu ile haki ya Mungu ndio Abraham amepewa na anahesabiwa kama vile Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hii ndio inakuingiza paradiso. Yesu anakuita kwa hiyo haki uokoke kwa kuamini kazi ambayo Yesu Kristo amekufanyia. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 6, amebarikiwa. Warumi 4 mstari wake wa 6. Daudi pia alisema hivyo hivyo. Aliponena juu ya baraka za mtu ambaye Mungu umhesabia haki pasipo matendo. Abraham alihesabiwa haki na Mungu pasipo matendo yake ya kutokuamini na ya kusita. Abraham akahesabiwa haki. Mtu ambaye ni mchafu ameishi maisha machafu. Mwizi msalabani aliishi maisha maovu mpaka amekuwa msalabani. Lakini alipopata toba, alipogeuza moyo wake, mawazo yake kutoka kwa ulimwengu muovu, matendo machafu mabaya, alipogeuka kutoka kwa akamwamini Kristo, akamwambia Yesu, nikumbuke utakapoingia katika ufalme wako, utakaporudi katika ufalme wako. Yesu akamwambia, hakika leo nitakuwa na wewe paradiso. Amen. Akaamini akiwa mikono yake imefungwa, imefungwa, miguu yake imefungwa. Hana tendo lolote zuri la kufanya. Hajatenda kitu chochote kwa sababu amefungwa pale msalabani. Lakini alipewa ahadi alipotubu pale msalabani, akamwambia leo nitakuwa na wewe paradiso. Hiyo ndio neno Yesu anakupatia. Huyu mwizi alihesabiwa haki ya Yesu Kristo. Akienda mbinguni, Mungu anasema hakuiba. Hakusulubiwa msalabani kwa sababu ya kosa lake. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anasema sijui kama huyu hakusulubiwa. Mimi nasema huyu alisulubiwa. Mungu anasema huyu hakusulubiwa kwa sababu amehesabiwa haki ya Yesu Kristo. Huyu alizini. Mungu anasema sikumbuki kama alizini, kwa sababu yeye mwenyewe amepata toba na akamwamini Yesu Kristo, na Yesu Kristo, haki ya Yesu Kristo ikawa ngao yake. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Yeah. Unapewa haki ya Mungu. Haki ya Mungu. Kiangalia mstari wa 7. Warumi 4:7. Warumi 4 mstari wake wa 7.
Wamebarikiwa wale ambao wamesamehewa makosa yao. Wamebarikiwa wale ambao wamesamehewa makosa yao. Mungu akikusamea makosa, Abraham alikuwa na kosa la kusitasita, alikuwa na kosa la kucheka, alikuwa na kosa la kutokuamini, alikuwa na kosa la kumpatia Mungu ushauri wake. Yaani, Mungu, fata mawazo yangu. Mungu, ondoka kwa mawazo yako. Mimi najua Mungu, fata mimi. Mchukue huyu Ismaili, inatosha. Abraham anakona makosa, kuna kitu inaitwa self righteousness, haki ya kibinafsi. Abraham akona makosa yote. Lakini maandiko yanasema amebarikiwa mtu yule ambaye Bwana amemsamea makosa yake. Abraham alisamewa hayo makosa yote. Ndio maana tunaona tukifika 17 Mungu, tukiangalia 19 na 20, Mungu anasema hakusita. Kwa nini? Amebarikiwa mtu yule ambaye Bwana anafuta makosa yake. Makosa yake yamefanya nini? Yamefutwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu anakualika katika mwaliko wa Yesu Kristo kwa kutubu dhambi na kumwamini Kristo Yesu. Kila kitu kifutwe, upewe haki ya Yesu Kristo. Mungu hakumbuki chochote kile chakalolifanya. Huyu alikuwa mwizi, lakini ashatubu dhambi, ashamwamini Kristo. Mungu anasema hata sikumbuki. Anasema si mwizi. Nashindwa si mwizi. Kumbe Yesu, kwa sababu si mwizi, haki ya Yesu imekuwa juu yake. Huyu alikuwa anatumia pombe, amezaliwa na Adam, yuko na dhambi aliorithi kutoka kwa Adam, hako na matendo maovu, ni muuaji huyo mtu. Ni muuaji. Kweli ni muuaji. Hata kuna mahali unasoma kwa Matendo, Sauli alikuwa anaua nani? Wa Kristo, alikuwa anawaua. Lakini Sauli alipopata toba, Sauli alipopata imani, Sauli akahesabiwa haki ya nani? Ya Yesu Kristo. Benye Yesu si muuaji, ikaletwa kwa Sauli. Huyu hajawahi kuua. Nashindwa nini inaendelea? Ni kwa sababu amehesabiwa haki pasipo matendo yake. Amehesabiwa haki kwa matendo ya Yesu Kristo. Hiyo inakuwa wokovu. Mungu anasema amebarikiwa kuwa huyu mtu ambaye Mungu anasema. Mtu yule amebarikiwa ni mtu ambaye Mungu amefuta, amemsamea dhambi zake na akamhesabia haki yake. Yaani venye Mungu anatembea kwa haki, unahesabiwa hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Unahesabiwa hiyo. Naipokea vipi? Kiri dhambi zako. Kama umekuwa ukikiri dhambi zako, Mungu akubariki. Geuka kutoka kwa hizo dhambi na makosa na uovu na uasi. Ukitambua kwamba wewe ni mbegu ya dhambi na uweze kujibadilisha, ila unamlilia Mungu tu akupatie huzuni ya kiungu, toba na hata imani ya kuamini ile kazi alikufanyia ili haki yake uhesabiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naweza endelea? Wamebarikiwa wale ambao wamesamehewa makosa yao, ambao dhambi zao zimefunikwa. Heri mtu yule Bwana amhesabii dhambi zake. Heri mtu yule ambaye Bwana amhesabii dhambi zake. Moses, tuko pamoja? Tunaona Mungu amhesabii Abraham. Amhesabia Abraham Genesis 17, 15 na 16. Mungu amhesabia Abraham alisita. Mungu amhesabia Abraham hakuwa na imani. Mungu amhesabia Abraham alicheka. Mungu amhesabia Abraham alikuwa na maswali ndani ya moyo wake. Mungu amhesabia Abrahamu haya. Kwa nini? Amebarikiwa mtu yule ambaye Mungu anamsafisha dhambi zake. Huyo mtu amebarikiwa. Amebarikiwa mtu yule ambaye Mungu hamhesabii makosa yake. Unaona venye Abraham anaokoka? Huu ndio wokovu wa Abraham. Hii ndio misingi ya wokovu. Hii ndio misingi ya wokovu. So tafadhali usher in. Lete moyo wako. Lete moyo wako. Venye Abraham aliokolewa, iwe hivyo na wewe kwa jina la Kristo Yesu. Lete moyo wako, ondoa chochote kile ndani ya moyo. Weka moyo wako hivyo venye Abraham aliweka. Weka moyo wako hivi. Wokovu ni ufunuo tu. Mungu ashamaliza. Tayari uko katika ulimwengu mwingine. Tunaweza kusoma Warumi 5 mstari wa 10.
9. Kitabu ni cha Warumi 5 mstari wake wa 19. Kwa maana kama vile kwa kutotii kwa yule mtu mmoja. Mungu anasema kwa maana kama vile kwa kutotii mtu mmoja. Kuna mtu mmoja ambaye anaitwa Adamu. Adamu hakutii Mungu. Adamu alimuasi Mungu pale bustanini mwa Edeni. Na kwa sababu Adamu alimuasi Mungu, mimi na wewe tukiwa ndani ya viuno vya Adamu, tukahesabiwa waasi na wakatili mbele za Bwana. Wavunjaji wa amri za Mungu. Huyo ni wewe. Mungu anasema kwa mtu mmoja ambaye ni Adamu, uliasi, niliasi. Kwa maana kama vile kwa kutotii kwa yule mtu mmoja wengi walifanywa wenye dhambi, vivyo hivyo kwa kutii kwa mtu mmoja, kwa kutii kwa mtu mmoja. Huyu mtu mmoja ni nani? Yesu Kristo. Adamu hakutii ukawa mwenye dhambi. Adamu hakutii nikawa mwenye dhambi. Mungu ananiambia nikaisimamisha dhambi, nikaishi katika uchafu, ukawa mchafu, ukawa na neno chafu, matusi, ukawa na kusitasita kama Abrahamu, ukawa na kutokuamini kama Abrahamu, ukawa hivyo, nikawa hivyo kwa sababu ya mtu mmoja. Mungu anaongea kuhusu na mtu mwingine wa pili. Endelea. Vivyo hivyo kwa kutii kwa mtu mmoja. Kwa kutii, elewa. Kwa kutii kwa mtu mmoja ambaye ni Yesu Kristo. Wengi watafanywa. Ni sawa na kusema wengi watahesabiwa haki. Bwana Yesu asifiwe. Wengi watahesabiwa haki kwa sababu ya Yesu Kristo. Yesu ndo alitii. Yesu akatenda, alafu uhesabiwe. Uamini kwamba kupitia Yesu Kristo dhambi zako zote zimeoshwa na damu ya Yesu Kristo. Wale ambao wamekuwa katika toba, hata kama hujawahi kuwa katika toba, Mungu anakuita basi katika toba. Ukiri na uamini pia. Kuna uwezekano Mungu akakupatia nuru. Kuna uwezekano. Mwizi aliokolewa pale msalabani dakika ya mwisho. So kuna uwezekano kujua kwamba kwa Adamu wewe ni mwenye dhambi. Kwa Adamu wewe ni mwenye dhambi. Hukutenda chochote. Adamu alitenda kwa sababu Adamu ametenda dhambi, wewe ukahesabiwa dhambi. Mungu anasema sasa, Yesu alitii, akatenda haki. Yesu akatenda maisha. Yesu akatenda. Sasa kile ambacho Yesu ametenda, naambiwa niamini, nihesabiwe haki. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anatenda. Uende mbinguni kuna mtihani. Uingie darasa la kwanza uambiwe either utachagua darasa ambao ametoka form 4 juzi. Umeenda mbinguni na ambao kuna mtihani, madarasa ni mawili ya mtihani. Darasa la kwanza umekewa desk, ukaekewa chair, meza na kiti. Alafu karatasi iko pale, maiki iko pamoja. Alafu karatasi iko pale. Darasa la pili uko na meza mbili na viti viwili. Yesu amekaa meza ya kwanza na karatasi lako. Kiti cha pili hauna karatasi, wewe ni kukaa. Na kuacha Yesu afanye nini? Yesu akufanyie mtihani. Na ukianguka mtihani huo wachomeka milele. Na mtihani huo lazima, hakuna 99, lazima ugonge 100 kwa 100 zote upate. Utachagua darasa lipi, la kwanza ama la pili? Utachagua la pili. La pili mali nitakaa, alafu Yesu anifanyie kazi. Yesu akufanyie kazi. Alafu uamini kwamba Yesu amekufanyia huo mtihani, alafu upokee majibu kutoka kwa Yesu. Upokee majibu, alafu yapeleke mbele kwa Mungu. Mungu, nimefanya hii karatasi. Utakuwa na amani, utakuwa na pumziko kwa sababu umepumzika katika kazi ya nani? Kazi ya Yesu Kristo. Hivyo ndio Mungu anakuita. Bwana Yesu asifiwe. So amini kazi ya Yesu Kristo. Amini kazi ya Yesu Kristo. Kaa nyuma ya kazi ya Yesu Kristo. Hii ndio amenifanyia. Naamini ni yeye. Usijiamini. Usijiangalie katika mwenendo wote ule. Yesu Kristo. Abrahamu alihesabiwa haki kwa ajili ya Mungu, na Abrahamu
alikuwa mwenye haki kweli kweli, kwa sababu haki ni ya nani? Ni ya Mungu, na haki ya Mungu inamsimamisha Abrahamu kuwa rafiki wa Mungu. Na vile vile haki ya Yesu Kristo, haki ya Yesu Kristo, haki ya Mungu kupitia Kristo Yesu inakusimamisha, inakufanya kuwa mtoto wa Mungu, inakufanya kuwa rafiki wa Mungu, kwa kuamini kwamba Yesu amekubebea dhambi, akaenda msalabani, akajeruhiwa, akapigwa, damu ikatoka, damu yake, maji yakatoka, dhambi ikaoshwa, dhambi yako. Maji yakamwagika kukukaribisha katika ubatizo wa maji. Haki ya Yesu Kristo. Waweza kusoma Isaia 43 mstari wa 25. Isaia 43:25. Kitabu cha Isaia 43 mstari wake na 25. Mimi na mimi. Mungu anasema mimi na mimi. Ndimi nizifutae dhambi zako. Ndimi nizifutae. Mungu anasema yeye ndo anafuta, kama vile alivyofuta za Abrahamu, za kusitasita, na kutokuamini, za kumwambia Mungu afuate mawazo yake, na wakati anajua mawazo yake haiwezi fanana na mawazo ya Mungu. Mungu anasema yeye ndo alizifuta hizo za Abrahamu. Mimi na mimi. Ndimi nizifutae dhambi zako. Ndimi nizifutae. Anasema yeye ndo anafuta. Yeye ndo anafuta dhambi zako. So umwamini Mungu, dhambi zako zifutwe. Umwamini Mungu katika kazi ambayo amemtuma Yesu Kristo kukufanyia na kunifanyia. Dhambi zako na zangu zifutwe, uhesabiwe haki, kama vile Abrahamu anakosa katika Mwanzo 15. Mwanzo 17:15 anakosa, lakini Mungu anasema yeye ndo anazifuta. Anazifuta hizo dhambi. Tukiangalia Warumi hatuzioni, kwa sababu Mungu anasema yeye ndo amezifuta. Lete moyo wako kwa damu ya Yesu Kristo, zifutwe, zioshwe, zitakaswe. Mungu aseme sina rekodi yako. Niko na rekodi yako kwa mema, kwa matendo mema. Niko na rekodi yako kwa haya. Matendo ya Yesu Kristo uhesabiwe. Tendo la haki. Tendo la haki Lidia, kutoka kwa Yesu Kristo. Yesu atende, wewe uamini. Kipi kigumu hapo? Labda kuna mzizi ndani ya moyo wa ulimwengu, ama kuna kitu ndani ya moyo wako ambako hakiko sawa, kwa sababu mimi kwa uwezo wa Mungu sioni kitu kigumu hapa. Hakuna kitu kigumu hapa. Yesu atende kwa uwezo wa Mungu, ukiamini, uhesabiwe. Ugumu uko wapi hapa? Na maana bado kuna lifestyle, kuna maisha bado kidogo yako katika moyo, unang'ang'ana nayo. Unang'ang'ana. Geuka kutoka kwa hata kutokuamini ni somo. Leo ndio dhambi Mungu anaishughulikia leo. Kutokuamini. Yesu afanye pati kwa uhesabiwe. Ugumu uko wapi? Nikuwa ni wewe wafanye, hata sijui nianzie wapi. Kuna ugumu, lakini ni Yesu Kristo anafanya. Tayari ameona hali yako ni mbaya, chako kuzaliwa ni mbaya, majibu yako ni mabaya. Mungu anasema heri mtu yule dhambi zake zimefinikwa. Za Abraham zilifinikwa. Mungu anasema zako pia anataka zifanye nini? Azifinike na kifiniko ambao ni damu ya Yesu Kristo. Na lazima uiamini. Lazima uiamini. Lazima kwa uwezo wa Mungu ndani ya moyo wako sasa uwe kuna kitu ambacho kinasema ulimwengu umenichosha. Hii tabia sitaki, nataka niamini. Ili uoshwe na uokolewe na ufunguliwe. Hiyo inafaa iwe katika moyo. Naam, waweza soma pia. Asante, samahani. Isaya 43 mstari wa 25. Isaya 43:25. Mimi na mimi. Nizifutae dhambi zako. Ndimi nizifutae dhambi zako kwa ajili yangu mwenyewe. Kwa ajili yake, hata si kwa ajili yako. Si kwa ajili yako. Wewe zimfanya Mungu afute dhambi zako. Mimi siwezi kufanya Mungu afute dhambi zangu. Tuko na mambo mingi ambayo mpendezi Mungu. Lakini Mungu anasema nimezifuta kwa sababu ya yeye mwenyewe.
Wala sizikumbuki dhambi zako tena. Wala sizikumbuki dhambi zako tena. Mungu anasema amezifuta na hazikumbuki dhambi zako tena. Hivyo ndio anasema. Ndio maana kwa Mwanzo 17 mstari wa 15 tunaona Abrahamu na asi. Alafu katika Warumi 4 mstari wa 19 na 20 Mungu anasema Abrahamu hakuwa na kutokuamini. Abrahamu hakufikiria miaka yake. Mungu adanganyi, ni kwa sababu Mungu anasema yeye ndo amefuta makosa ya Abrahamu. Yeye ndo amefinika dhambi za Abrahamu. Anasema sizikumbuki. Hazikumbuki. Ndio maana tunaona mitume hawaandiki makosa ya Abrahamu. Kwa nini? Yule roho aliye ndani yao ni Mungu, na Mungu hakumbuki roho huyo ambaye uko ndani yao, hawatakumbuka pia. Bwana Yesu asifiwe. Hii ndio kazi Mungu anakufanyia. Hii ndio kazi Mungu anakufanyia mpendwa. Suka, geuka, amini. Mungu akuosha, kutakase, akupeleke ubatizo. Akubatize na Roho Mtakatifu na kubatize na maji kwa jina la Kristo Yesu. Jiachilie kama Abrahamu. Muamini Mungu kama Abrahamu. Wapendwa, inafaa ukimbilie hilo neema, kwa sababu kitu ambacho umeambiwa unafanywa bure na bado unasita. Je, ukiambiwa sasa ukifanye kitu ambacho umeambiwa unafanywa bure kupitia kuamini yale Yesu amekufanyia dhambi zako, ameziosha na damu yake, unaambiwa bure. Kama bure inakuwa ngumu, je, ukiambiwa sasa uifanyie kazi, kimbia kwa hii neema, geuka kutoka kwa ulimwengu. Imeisha. Naweza soma hiyo Isaia 44 mstari wa 22. Isaia 44:22. Maithia unaweza kaa vizuri. Isaia, tunasoma Isaia 44:22. Yeah, 22 samahani. Isaia 44 mstari wake wa 22. Isaia 44:22. Isaia 44 mstari wake wa 22. Nimeyafuta makosa yako kama wingu. Mungu anasema nimeyafuta. Mungu anasema nimeyafuta makosa yako kama wingu. Dhambi zako kama ukungu wa asubuhi. Dhambi zako kama ukungu wa asubuhi. Nirudie mimi. Nirudie mimi, tubu, nirudie mimi. Kwa kuwa nimekukomboa wewe. Kwa kuwa Mungu anasema nimekukomboa wewe. Amen. Mungu anasema, rejelea tena tafadhali. Nimeyafuta makosa yako. Yeye ndo anasema, Mungu ndo anakuambia, anakuhakikishia kwamba yeye kupitia damu ya Yesu Kristo ameyafuta makosa yako kama wingu. Kama wingu. Dhambi zako kama ukungu wa asubuhi. Dhambi zako kama ukungu wa asubuhi. Nirudie mimi. Mungu anakuambia tubu, geuka kutoka kwa maovu, nirudie, kiri dhambi zako, nirudie. Kwa kuwa nimekukomboa wewe. Kwa kuwa yeye Mungu amekukomboa. Ina maana ulikuwa umeuzwa, sawa? Ilikuwa umeuzwa kwa dhambi. Yesu akamwaga damu, kwa damu ya Yesu Mungu akakukomboa. Amini damu ya Yesu Kristo ukombolewe kutoka kwa dhambi. Amina. Kitu kilichokombolewa inamaanisha kilikuwa kimeuzwa. Amen. Ulikuwa umeuzwa katika dhambi. Unahitaji kukombolewa. Mungu anakuambia anakukomboa bila fedha yako, bila nguvu zako, bila tendo lako. Mungu anakuambia kwa imani kwa yale yeye amekufanyia kupitia damu ya Yesu Kristo. Amen. Isaia 50 Isaia 52 mstari wake ni watatu. Mungu anasema nimekukomboa kupitia damu ya Yesu Kristo. Isaia 52 mstari wake wa 3. Kwa kuwa hili ndilo asemalo Bwana. Kwa kuwa hili ndilo asemalo Bwana. Mliuzwa pasipo malipo. Mliuzwa.
chini ya dhambi, na baba anaitwa Adamu. Tumeona kwa mtu mmoja aliyoasi watu wengi wakafanyika wenye dhambi. Adamu alituuza bila malipo, alituuza kwa dhambi, alikuuza kwa kutotii amri ya Mungu. Adamu alikuuza. Mliuzwa pasipo malipo, pasipo nguvu zenu, pasipo chochote chenu. Hata mimi vile vile niliuzwa. Nanyi mtakombolewa bila fedha. Nanyi mtakombolewa bila fedha. Tunakombolewa na nini bila fedha? Mungu anasema kwa damu ya Yesu Kristo. Yesu alinunua mataifa, makabila, lugha. Yesu alinunua kwa damu yake. Amen. Weka imani kwa kazi ya damu yake. Amen. Uoshwe, utakasike, ununuliwe, ukombolewe kutoka kwa dhambi. Naweza soma tafadhali Ufunuo 5 mstari wake ni wa 9. Kitabu ni cha Ufunuo 5 mstari wake ni wa 9. Nao wakaimba wimbo mpya wakisema. Hawa ni malaika wazee 24, maserafi, makerubi wanne wenye uhai mbinguni, wanaimba nyimbo mpya, tenzi ambazo zinaimbwa mbinguni, sifa ambazo zinaimbwa mbinguni, wakisema wewe wastahili. Yesu Kristo anastahili kukitoa kitabu na kuzivunja mihuri na kuzivunja lakiri zake, kwa sababu Yesu Kristo alichinjwa pale msalabani. Yesu alichinjwa na misumari na mijeledi na kuvalishwa kofia ya miiba. Yesu alichinjwa. Amen. Amen. Na kwa damu ya Yesu Kristo ukamnunulia Mungu watu. Yesu akanunua watu kutoka kwa uzinzi, watu kutoka kwa Adam, watu kutoka kwa kifungo cha dhambi, watu waizi, watu ambao wamezaliwa kwa dhambi, watu ambao hawana sura katika utakatifu. Yesu akachinjwa kwa damu yake, akawanunua, akawaleta kutoka kwa ufalme wa giza, akawaleta kwa ufalme wa nuru. Yesu Kristo, amini hiyo damu. Amen. Amini ufunguliwe. Hiyo ndio damu ya thamani. Hiyo ndio pesa, zaidi ya pesa inaweza kukutoa katika utumwa wa dhambi. Hallelujah. Hiyo ndio kodi Mungu anaikubali. Haina sura ya Kaisari, ina sura ya Yesu Kristo. Amen. Amini ile kazi damu yake imekufanyia. Malizia. Malaika wanaimba nyimbo mpya, wanafurahi, wanapiga makofi, wanafurahi, mbinguni watu wanashangilia. Sikiza maneno ya hilo nyimbo. Amini. Wewe unastahili kukitoa kitabu na kuzivunja lakiri zake, kwa sababu Yesu ulichinjwa, na kwa damu ya Yesu Kristo ukamnunulia Mungu watu kutoka kila kabila. Uko na kabila Mjaluo, Mkisii, Mkamba, Meru, Mtaita, Mbongo. Uko na kabila kutoka kwa kila kabila, kila lugha. Uko na lugha Kiswahili, Kiingereza, uko na lugha Kijapani, Kichina, uko na lugha. Kwa kila lugha damu ya Yesu Kristo alimwagika, ikanunua kila jamaa na kila taifa. Amen. Damu ya Yesu Kristo. Amen. Hiyo ndio inakuingiza paradiso. Hiyo ndio inakuosha, hiyo ndio inakutakasa. So unaweza kuona Ufunuo 1 mstari wake ni wa 5. Kitabu cha Ufunuo 1 mstari wake wa 5. Na kutoka kwa Yesu Kristo, Kitabu cha Ufunuo 1 mstari wake wa 5. Na kutoka kwa Yesu Kristo, ambaye ni yule shahidi mwaminifu, mzaliwa wa kwanza kutoka kwa wafu. Yesu ni mzaliwa wa kwanza kutoka kwa wafu, mtawala wa wafalme wa dunia, kwake Yesu Kristo aliyetupenda na ambaye ametuweka huru, ameniweka huru kutoka dhambi zetu,
Kwa damu yake. Kwa damu yake. Yesu anasema kwa damu yake amekuweka huru. Amen. Yesu asifiwe. Yesu anasema kwa damu yake amekuosha. Hiyo agano yako inasema amekuosha maiti. Unaweza kusoma? Ufunuo 1:5. Tena zitokazo kwa Yesu Kristo, shahidi aliye mwaminifu. Tena zitokazo, mzaliwa wa kwanza waliokufa. Mzaliwa wa kwanza kwa waliokufa, na mkuu wa wafalme wa dunia. Na mkuu wa wafalme wa dunia. Yeye atupendaye. Yesu atupendaye. Yesu atupendaye na kutuosha dhambi zetu katika damu yake. Yesu ametupenda na akatuosha, akaosha dhambi zako kwa damu yake. Amen. Geuka kutoka kwa maovu. Amen. Geuka kutoka kutokuamini. Geuka kuweka akiba hapa. Hii tabia hii nitaiacha vipi? Hii Mungu anataka uiwashe kwa damu ya Yesu Kristo. Amen. Kwa sababu kama iko hapa kwa moyo, hii damu ya Yesu Kristo itakuwa ngumu, kwa sababu kuna kitu ambacho umeshikilia hapa. Ndio maana Yesu anakuambia tubu, geuka, achilia, geuka kutoka kwa kile kiovu. Fula mimi damu ya Yesu Kristo. Ununuliwe, uoshwe, uwekwe huru dhidi ya hizo dhambi. Ufunguliwe kutoka katika hivyo vifungo. Si kulia tu dhambi, kulia tu tabia, kulia tabia imeshinda, kulia tu ulevi, kulia uzinzi, kulia tabia. Unalia tabia. Moyo wako ukiwa vipi na damu ya Yesu Kristo amemwaga? No. Ulimwengu mzima hakuna hata mtu mmoja anafaa aanze kunung'unika kwamba kuna tabia inamshinda kulingana na ile kazi, ile damu, ile deni ambayo imelipwa pale msalabani. Amen. Ni hatia. Damu ilimwagika iondoe dhambi. Na ikamwagika kweli iondoe dhambi, na bado inaishi maisha ya dhambi. Ni hatia, ni kumtukana, ni kufanya jeuri kwa damu ya Yesu Kristo. Ni sababu Mungu anasema damu imeweka watu huru. Mimi bado naishi uzinzi, ulevi, chuki, hasira, faraka. Indiscipline pia kwa watakatifu. Upotovu wa nidhamu. Basi ni sawa natukana hilo damu. Mwanadamu anafaa aone, akuone wewe, aseme kweli damu ya Yesu Kristo inaweza. Akiona damu imeandikwa kwa damu ya Yesu Kristo wamesamehewa dhambi, wamekuwa huru, akuone venye ulikuwa, alafu akuone sahihi, aseme kile kimeandikwa ni kweli. Damu ya Yesu Kristo inafanya hivi. Amen. Na kama wafanya opposite, wafanya tu waseme hata huyu ameokoka kweli, hata huyu anaenda kanisani kweli, mbona moyo wake uko hivi? Basi wafanya hata maandiko kusema Yesu amekuosha. Mtu anaona amekuosha na hao wenyewe wanaishi maisha machafu. Hakuna ukweli hapo. Hicho ni kitabu kimeandikwa tu na mwanadamu. Wewe ndio umpatia mtu nafasi ya kutokuamini neno la Mungu na kutokuamini damu ya Yesu Kristo kwa sababu wewe neno wako mbaya. Uko katika toba na maisha mabaya. Hata umeokoka na bado haueneni katika matunda ya Yesu Kristo. Hakuna tabia za Yesu Kristo katika maisha yako. Mungu apendezi, Mungu anasema no. Unafanya Biblia inadharauliwa. Wewe mwenye dhambi uko mahali yako, mtakatifu pia uko mahali yako. Kwa kila ambacho umesikia damu ya Yesu Kristo imekufanyia, ni aidha watu wakuone wewe, alafu aseme maandiko hayako sawa, ni kitabu kilichoandikwa na mwanadamu, ama mtu akuangalie wewe na mimi pia, aseme kweli nataka nimjue huyu Yesu. Maana naona kuna kazi ya damu amekufanyia. Mungu Yesu asifiwe. Yafaa uwe mtu huyo. Usonga mbele kama Abraham. Usonga mbele. Usifikiri watu wengi wanasoma hii Biblia. Watu wengi hawasomi hiki kitabu. Watu wengi wanakusoma wewe. Wengi wanakusoma wewe, wananisoma mimi. Audio moja, mtu mmoja alitengeza, wameka Biblia pale ndani na wamishonari wanasambaza. Ukiwasha unasikia Biblia lugha ya Kiswahili, lugha ya Kijaluo pia nisikie pale. Hapo katika hiyo kidude wameandika 60%
ya watu hawasomi. 60%. 60% ni 60% ya watu si wasomaji. Sasa wacha wasikize sasa. Nikawa najifundisha kitu kutoka kwa kile kidude, hiyo audio Bible. Kumbe 60% ya watu hawasomi kitabu. Sasa inamaanisha 60% ya watu hawasomi neno, wanakuangalia wewe. Wakishashawishika na wewe ndio wanarudi kwa neno sasa. Lakini kama washawishiki na wewe hawatarudi kwa neno kwa sababu hawasomi. Si wasomaji. Wataanzaje kusoma wakati wameona Yesu Kristo akifanya kazi ndani yako? Wakati wameona hiki kitabu cha Mungu na amri zake zikifanya kazi ndani yako. Ndio anasema kwani nini inaendelea? Unamwonyesha soma hapa, anasikia, anaandika, anaanza kusoma sasa. Ameanza kusomaje? Amekuona wewe, amekusoma wewe. Wasomeka vipi na someka vipi mbele za Mungu? So nisiwe tu mwenye dhambi niko tu katika toba. Kuna watu wengine wengi wamezuia kwa sababu wanaona kama anaenda kanisani na bado anaishi hivi, sasa niende kufanya nini kanisani? Wacha nivute sigara yangu, wacha nivute bangi yangu. Ni kwa sababu wewe una mark time hapo. Una mark time, niko kwa toba. Hauendi mbele. Sasa wakikuona wanafikiri mtu anaenda kanisani. Huwa amekuwa kanisani lakini njia zake pia ni mbaya. Sasa nasema nini niende na wewe pia njia zake ni mbaya? Uko tu hapa. Unakanyaga mguu hapo. Usimark time. Mtakatifu kuna tabia gani ambazo hazimpendezi Mungu? Niko na tabia gani ambazo hazimpendezi Mungu? Uko na mzigo wa Mungu wa uendeleza kweli kutoka kwa moyo wako? Ama kuna uvuguvugu, ama kuna kitu inaitwa self ndani yako, si kumpa Kristo utukufu. Chochote kile. Either pride, haya, nafasi, position kama shetani. Jichunguze. Ama nataka nifanye watu wanione. Jichunguze. Nijichunguze pia. Na niangalie namuuza Yesu Kristo kama Judas ama kwa uwezo wa Mungu na Roho Mtakatifu, na mtangaza Yesu Kristo kama Petro. Weke line hapo yukelia sana. Kama ni Judas, endelea katika kazi ya Judas. Kama ni kama Petro, basi kaa kama Petro kabisa. Na uendelee katika njia za Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tukimalizia Mathayo 26 anza 26. Kitabu ni cha Mathayo 26 mstari wake wa 26. Nao walipokuwa wakila, Yesu alitoa mkate. Akabariki. Akaumega. Yesu akaumega. Akawapa wanafunzi wake. Mkate. Akasema, twaeni mule. Huu ndio mwili wangu. Yesu anasema twaeni mule. Yesu anapatia mwili wake. Kula uwe na uzima wa milele. Kukula ni kuamini kazi ya mwili wake. Dhambi zako zote zimekuwa kwa mwili wake. Hiyo ndio kula, kwa kuamini. Anakuambia kula, amini. Dhambi zako zote zimekuwa kwa huo mwili. Kuwa mshirika katika mkate huu, kwa kuamini kwamba dhambi zako zote zimekuwa kwa mwili wa Yesu Kristo. Yohana 1:29 inasema hivyo. Tazama Yohana 1:29, tazama mwana kondoo wa Mungu achukuaye dhambi za ulimwengu. Yeye amezichukua. Alafu anakupatia mkate. Anakuambia kuwa mshirika kwa kuamini kwamba dhambi zako zote amezichukua Yesu Kristo. Hiyo ndio kuchukua mkate kwa mkono wa Yesu Kristo. Amen. Kuchukua mkate ni sawa na kuona Yesu ananyoshia anambia kula. Alafu niko tu hapo na muangalie. Siamini kwamba dhambi zako zote zimekuwa kwa mwili wa Yesu Kristo. Maita kwa uwezo wa Mungu ni Mosi iliyopita, Sabato iliyopita, alinyosha mkono kwa huu mkate wa Yesu Kristo. Amen. Alinyosha mkono kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Alinyosha kwa imani. Akachukua mkate kwa kuamini kwamba dhambi zake zimeenda kwa mwili wa Yesu Kristo. Amen. Mungu anataka hivyo. Kuamini tu, umenyosha mkono, umechukua mkate. Unabaki una dhambi kwa Mungu. Hilo lilitendeka tukiwa hapa na Mungu anataka kulitenda tena kwako. Amen. Yeah. Amen. Akakitoa kikombe. Alafu Yesu akakitoa kikombe. Akashukuru. Yesu akashukuru. Akawapa. Yesu akafanya nini? Akawapa. Akisema, Yesu amechukua kikombe. Ndani ya kikombe kuna divai.
Divai inaashiria damu ya Yesu Kristo. Mwanzo tuko pamoja? Mimi nikiona mtu anatatizika na dhambi namshangaa sana. Maana Yesu kafanya kila kitu kwa mtakatifu na mwenye dhambi. Mtu ambaye anatatizika na katabia kabaya na kushangaa sana. Na mimi pia nikitazidika nishangae sana. Yesu amechukua kikombe. Kikombe kimejaa damu yake. Hata kabla kwenda kumwaga damu. Hili ni onyesho la imani. Kikombe kimejaa divai. Nakwambia chukua. Wateseka na masturbation, wateseka na wanawake, wateseka na matusi, wateseka na dhambi uliorithi kutoka kwa Adam. Yesu anakuambia, niko na mkate hapa mwili. Tubu dhambi, chukua mkate. Kula mkate. Hizo zote ziondolewe. Niko na divai hapa, niko na damu hapa, iko hapa. Anakuambia kila siku anakuambia iko hapa. Kila siku ukihubiriwa, Yesu ananyosha mkono. Mkate na divai, iko hapa damu. Kunywa. Ukiamini na Yesu Kristo ndio imekunywa. Na unakuwa huru mbali na uchafu wote. Amen. Kila saa wasikia neno mtakatifu mwenye dhambi, Yesu anakuambia kula mkate. Yesu anakuambia kunywa. Ili uendelee kutakasika na kutakasika. Kama utakasiki, inamaanisha ndani ya moyo wako kuna kiburi na kutokusahau. Na jeuri ziko ndani na unajua. Hata kwa wenye dhambi. Maisha fulani bado unang'ang'ana nayo katika moyo. Wachilia. Chukua kikombe. Kunywa kwa kuamini katika Yesu Kristo. Pata ondoleo la dhambi. Anza maisha masafi. Na kutumikia Mungu. Watu wakikuona wanaona damu na kikombe, wanaona kikombe na mkate, wanaona mwili na damu ya Yesu Kristo katika maisha yako. Amen. Malizia kikombe. Akakitoa kikombe. Akashukuru. Akawapa. Yesu akawapa. Akisema, nyweni nyote katika hiki. Nyweni, si wanafunzi tu. Nyweni nyote. So ni hatia kuendelea kung'ang'ana na dhambi katika wokovu, katika utakatifu. Unang'ang'ana na dhambi, na Yesu anasema kunywa. Nyweni nyote katika hiki. Kwa maana hii ndiyo damu yangu ya agano. Kwa maana ile ambayo iko hapo ndani kwa hicho kikombe, Yesu anasema ni damu yake ya agano. Wewe hauko kwa agano. Ni Yesu na Mungu wanaingia kwa agano, kwamba Yesu akimwaga damu, wewe na mimi tutaondolewa dhambi. Mungu anasema nakubali agano hilo, tu sign contract. Amen. Wana sign. Amen. Mungu na Yesu wanaingia kwa agano. Mungu anaomba Yesu, ukimwaga damu nitawasamea dhambi. Yesu anasema, Mungu, nikimwaga damu utawasamea dhambi? Mungu anasema ndio mwanangu mpendwa, ninayependezwa nawe. Sema tukubaliane. Mungu na Yesu Kristo wanaingia kwa agano. Agreement inaandikwa. Yesu anamkana kikombe. Asema unaniki kikombe? Hapo kuna damu yangu. Na hapo katika hiyo damu kuna maagano yake na Mungu, kwamba akimwaga damu, dhambi yako mbele za Mungu na yangu mbele za Mungu, Mungu atazifuta na hata kumbuka tena. Amen. Agano linakuwa hivyo. Amen. Kwa maana hii ndio damu yangu ya agano. Imwagikayo kwa ajili ya wengi. Kwa ondoleo la dhambi. Haleluya. Amen. Yesu anasema hivi. Yesu akamwaga damu kwa kichwa, mawazo yako machafu. Kichwa kikahukumiwa. Macho yako wale umeona yako hapa. Hiyo yote imeshikana na kichwa, macho yakahukumiwa kwa kichwa cha Yesu Kristo. Mdomo wako wa matusi kujibu wazazi, kujibu tu. Yesu alikuwa kupianiwa kwa sababu ya hiyo. Damu ilimwagika kwa kichwa chake. Masikio yako kusikia umbea na unafiki. Kusikia umbea. Yesu alipishwa kwa kupianiwa. Ili hiyo uchafu wako wote, maneno yako yote machafu, mawazo yako yote machafu yaoshwe na damu inayomwagika kwa kichwa cha Yesu Kristo. Hiyo ndio agano. Amen. Mtakasike, wache usimrudishe Yesu tena msalabani. Ni tena niongee uchafu. Ni eketenda kofia nyumba kwa Yesu Kristo. Yesu atakuwa anaumia kila siku kwa sababu yako, atakuwa atakukashana ukifa.
Mawazo yako machafu yaoshe, usiregelee tena. Hiyo ndio toba na kuamini Yesu Kristo. Yesu mikononi. Umeiba, enda shule. Umeiba kitu chako pale mtaani. Umeiba. Nasema, sawa. Umeiba pengine nyumbani, umeiba pengine kazini. Yesu alipigwa misumari pale, hii mikono. Kapigwa misumari kwa sababu umeiba. Hii ni damu inamwagika. So agano mpaka kwa damu. Agano mpaka kwa damu, mkono. Kendo kwa katika simu, unaangalia uchafu kwa simu na mkono wako unatumia mkono. Simu. Unaangalia uchafu. Vipindi vichafu. Uongo na mdomo. Yesu anamwaga damu kwa kichwa, anamwaga damu kwa mikono. Ili yale machafu umekuwa ukiyafanya kwa maisha yako yote yaondolewe na Mungu na uanze maisha masafi. Hiyo ndio agano. Hiyo ndio agano. Hiyo ndio agano. Yesu akapigwa mijeledi kwa sababu ya dhambi ya mwili. Warumi inasema hivyo, dhambi ikao katika mwili. Warumi 6 mstari wa 6. Umeenda umemshika mwanamke hujaoana naye, umemkumbatia, umeenda umelala naye, dhambi inakaa katika mwili. Kijana pia, mume umetoka kwa ndoa, mke umetoka kwa ndoa, umeenda umekumbatia mtu ambaye hujaoana naye. No. Vijana hivi damu inachemka, makundi, wasichana, wazazi hawajui, umeenda umekumbatia kasichana kwa watu. Umekashumwa. Si unafanya hivyo? Baby. Ya, hayo yote. Yalipa kwa mwili wa nani? Yesu. Yesu alibeba. Yesu akaenda kupigwa mijeledi. Kila jeledi ikipigwa wanavuta. Nyama zinaruka tu kwa Yesu. Maandiko yanasema Yesu alipigwa hata sura yake kumtambua ilikuwa hawezi kumtambua. Alipigwa zaidi ya mtu yote ambaye alipata kichapo katika ulimwengu hapa utakapoisha. Yesu Kristo. Kwa nini? Hasira ya Mungu ilikuwa inawaka juu yake kwa ajili ya dhambi zako. Usiziregelee tena. Usiziangalie tena. Usiwe hata na uhusiano wa fikra tena katika mawazo yako. Amen. Maana zilimuumiza Yesu Kristo, dhambi kao katika mwili. Vita, ngumi, haistahili. Dhambi kao katika mwili, Yesu akacharaza. Damu ikamwagika, hiyo damu ni agano. Dhambi zako zinazidi kufanya nini? Zinazidi kufutwa. Mungu anakuambia amini kwa damu ya Yesu Kristo. Na Mungu anasema kwa hiyo damu dhambi zako zinafutwa ukiamini. Miguu, njia ambayo umekuwa ukitembea, njia ambazo hata wazazi hawajui, njia ambayo umekuwa ukitembea, marafiki wabao unatembea nao, Mungu anachukua miguu ya Yesu Kristo, anaruhusu yeko hivi, pigwe misumari. Yesu anapigwa misumari katika miguu ili uache njia zako mbaya. Niache njia zangu mbaya. Damu inamwagika kwa miguu ya Yesu Kristo. Inamwagika, damu inamwagika. Damu inamwagika kwa nini? Hii damu ambayo inamwagika ni agano kwamba usamehewe dhambi zako za kutembea katika njia mbaya, na zangu pia. Na uamini zimesamehewa na mwanze maisha masafi, njia safi kwa Yesu Kristo. Amen. Upewe haki ya Yesu. Hivyo ndio Yesu Kristo anasema. Katika ubavu wake tumeimba nyimbo ubavuni mwa Yesu. Yesu alidungwa mkuki. Dhambi uliyorithi kutoka kwa baba anaitwa Adamu. Hiyo dhambi iliyokuliwa kwa ubavu wa Yesu Kristo kwa msalabani, amenyoshwa akadungwa mkuki katika ubavu wake. Bavu, mahali moyo wa Yesu Kristo ulidungwa, ukamwaga maji na maji, ukamwaga damu. Damu inamaanisha uamini, dhambi zako zifanya nini na zangu? Siondolewe. Maji yalimwagika kwa moyo wa Yesu Kristo kutoka kwa moyo wake. Na maana moyo wa Yesu Kristo unamwaga damu. Hiyo damu ni samehe dhambi iliyokaa katika moyo wako. Pita baba anaitwa Adamu. Hiyo dhambi Adamu aliweka kwa moyo wako. Yesu anaitoa na Mungu anaiosha na anasema siku sabiti. Mungu anataka uamini. Kubaliane. Tunimsime Yesu anaitwa Adamu. Mungu anakuita kwa kazi hiyo. Sote tuamini. Ee Mtakatifu wa Israeli, asante kwa neno lako. Mungu, naamini umenena. Mungu, naamini una ulivu kwa ajili ya shirika wako Bwana. Una ulivu kwa ajili ya nafsi hizi Bwana.
Ndio maana unawaka, unazidi kuwaka Bwana, na kuendelea kuwaka Bwana. Utaki hata mmoja Bwana apate kupotea, mtakatifu wa Israeli. Mungu nasema ni asante. Kile ambacho Bwana umekinena hapa, tuhurumie Bwana. Tusaidie Bwana, hii leba, hii kazi ambayo umeifanya isiende bure Bwana. Wacha kawe na ushuhuda, wacha kawe na matunda ya wokovu Bwana. Nenda ukabatize Yesu yeka mkono wa kuume Mungu. Na Roho kwa Ndiye Mtakatifu Bwana, kabatize Bwana na sisi zile hapa zipata wokovu Bwana. Tafadhali Bwana. Ila tunaomba Bwana. Naomba mwombezi yeka mkono wa kuume Mungu. Pale kutuombea. Na kwa jina la Yesu Kristo tunaomba atafikia Mungu. Amen. Simeni. Sema Baba yetu,